Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yaongeza ushirikiano na makundi ya kidini wakati wa maadhimisho mwaka mpya wa Kichina. Wanasayansi China watumia AI kuboresha mbegu za mpunga, na China yarusha satellite mpya ya uchunguzi wa dunia yenye teknolojia ya AI. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na mwanasayansi nchini China wanatumia teknolojia ya akili bandia yani AI kuharakisha utafiti wa kuzalisha mbegu bora za mpunga katika mkoa wa Hainan. Mwenzangu Simi Wanjala alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Mtafiti Zhang Guangjing kutoka Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Mpunga ya Chuo Kikuu cha Sayansi za Kilimo cha China anakabiliwa na changamoto ya kuchanganya aina za mpunga za Indica na Japonica ili kupata mbegu bora zaidi. Tatizo kuu ni kwamba aina hizi huchanua maua kwa nyakati tofauti, hali inayofanya uchafushaji kuwa mgumu. Hapo awali timu yake ilitegemea wanafunzi wa uzamili na uzamifu kufuatilia kwa macho muda wa maua kufunguka kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana. Kazi hiyo ilikuwa ngumu na mara nyingi walikosa muda sahihi wa uchavushaji. Kutafuta suluhisho, Zhang alishirikiana na Zhang Zhuangnuan, kiongozi wa timu ya teknolojia ya Nanfan. Tangu mwaka 2021 timu hiyo imekuwa ikitumia akili bandia yani AI katika kituo cha utafiti wa mbegu cha Nanfan kilichopo Sanya. Walianza kwa kupiga picha maua ya mpunga wakati wa kuchanua na kufundisha mifumo ya kompyuta kutambua maua yaliyofunguka tayari kwa uchavushaji. Majaribio ya kutumia ndege zisizo na rubani hayakufaulu kutokana na changamoto za urefu wa kuruka na upepo. Walipojaribu roboti, nazo zilikwama kwenye mashamba yenye matope. Hivyo Zhang Jianuan aliunda timu ya wataalamu wa mitambo na kanuni za kompyuta kubuni magurudumu maalum na kuboresha mifumo ya mwendo wa roboti ili ziweze kufanya kazi vizuri kabla ya msimu wa maua mwezi Machi. Zhang Zhengjun anaamini AI itasaidia pia kutambua jeni zinazodhibiti muda wa kuchanua, jambo litakalorahisisha uboreshaji wa mbegu. Kwa mujibu wa Zheng Weiwei, lengo ni kuimarisha ushirikiano kati ya tafiti na uzalishaji ili mbegu bora ziwafikie wakulima kwa haraka zaidi. Mwenyekiti wa kamati ya taifa ya baraza la ushauri wa kisiasa la watu wa China, Wang Huning, ametuma salamu za sikukuu ya Spring kwa viongozi wa kidini na waumini kote China, huku maandalizi ya mwaka mpya wa Kichina yakiendelea. Salamu hizo zinalenga kuimarisha mshikamano na ushirikiano kati ya serikali na taasisi za kidini nchini humo. Tomo Njala ana maelezo zaidi. Wang, ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya kudumu ya ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC, alikutana na viongozi wa makundi ya kidini ya kitaifa kabla ya maadhimisho ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Viongozi wa chama cha Wabudha cha China, chama cha Watao cha China, chama cha Kiislamu cha China, chama cha Kikatoliki cha Wazalendo wa China pamoja na kamati ya kitaifa ya harakati ya kujitegemea ya makanisa ya Kiprotestanti nchini China walihudhuria mkutano huo na kutoa hotuba. Katika mkutano huo, Wang alisifu kazi iliyofanywa na makundi ya kidini mwaka uliopita, akisisitiza haja ya kuwepo juhudi za kimfumo kuhakikisha dini nchini China zinaendeshwa kwa mwelekeo wa Kichina na kusimamiwa kwa kuzingatia sheria kwa lengo la kuchangia utekelezaji wa kisasa wa China. Alihimiza makundi ya kidini ya kitaifa kuwaongoza viongozi wa dini na waumini kuelewa kwa usahihi masuala ya taifa, historia, makabila, utamaduni na dini. Aidha, aliwataka kuimarisha umoja karibu zaidi na chama cha kikomunisti cha China pamoja na serikali ya China na kusaidia dini nchini humo kuendana na utamaduni bora wa jadi wa Kichina na kukubaliana na mfumo wa kijamii wa kisoshalisti. Wang pia alisisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa masuala ya kidini kwa kuzingatia sheria.
Majaribio yaliyofanikiwa ya China ya roketi yake ya kizazi kipya yenye uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito pamoja na chombo cha kizazi kijacho cha kubeba binadamu yanaashiria hatua muhimu mbele kwa mpango wa nchi hiyo wa safari za anga za binadamu kuelekea mwezini. Hii ni kwa mujibu wa wataalamu wa teknolojia ya anga. Jaribio la kurusha kwa urefu wa chini kwa madhumuni ya maonyesho na uthibitishaji wa roketi ya Long March 10 pamoja na jaribio la kukatisha safari wakati wa shinikizo la juu zaidi la nguvu za anga kwa mfumo mpya wa chombo cha anga cha kubeba binadamu cha Mengzhou yalifanyika kwa mafanikio katika kituo cha kurushia vyombo vya anga cha Wenchang katika mkoa wa Hainan kusini mwa China Jumatano. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa roketi ya Long March 10 kuwashwa na kurushwa, na ilishuhudia chombo hicho kikivuka hatua ya Max Q au hatari zaidi wakati wa kupaa, ambapo msongo wa nguvu za hewa hufikia kilele chake. Kapsuli ya kurejea pamoja na hatua ya kwanza ya roketi vilitua katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya urejeshaji. Hii pia ilikuwa mara ya kwanza kukamilika kwa kutua baharini na kuokolewa kwa kapsuli ya kurejea ya Mengzhou ambayo itawarejesha wanaanga wa China duniani. Mengzhou, linalomaanisha chombo cha ndoto kwa Kichina, limeundwa hasa kwa ajili ya uchunguzi wa mwezi wa China unaohusisha binadamu, lakini pia linaweza kutumika kwa shughuli za kituo cha anga za juu. Kapsuli yake ya kurejea ina uwezo wa kutumika mara nyingi. Tumeweza kufanikisha kutoa salama baharini na urejeshaji wake. Hii inaashiria mafanikio muhimu ya kihistoria katika teknolojia ya China ya roketi ambazo zinaweza kutumika tena, na pia itachochea kwa kiasi kikubwa uboreshaji wa teknolojia ya roketi za kubeba mizigo. Zhou Jianping, mbunifu mkuu wa mpango wa anga wa binadamu wa China, alisisitiza umuhimu wa majaribio yaliyofanikiwa ya Jumatano. Hii ilikuwa jaribio la safari ya anga lenye umuhimu mkubwa sana, hasa teknolojia za urejeshaji ambazo ni mpya kabisa kwetu. Kufanikiwa katika jaribio la kwanza kabisa kunawakilisha maendeleo ya kuruka kwa hatua. Wakati huo China imerusha satellite ya kisasa ya uchunguzi wa dunia yenye teknolojia ya akili bandia kwa ajili ya kusaidia maendeleo endelevu ya miji na usimamizi wa majanga. Ronald Mutie anatueleza zaidi. Satellite mpya ya uchunguzi wa dunia yenye teknolojia ya akili bandia ilikuwa miongoni mwa satellite 7 zilizorushwa na China siku ya Alhamisi. Satellite hiyo iitwayo Hong Kong Youth Scientific Innovation, ambayo ni satellite ya kwanza duniani ya uchunguzi wa dunia inayotumia modeli kubwa za AI kwa maendeleo endelevu ya miji, iliingizwa katika obiti iliyopangwa kwa kutumia roketi ya kibiashara ya Smart Dragon 3 pamoja na satellite nyingine 6. Tofauti na satellite za kawaida ambazo zinategemea uchambuzi wa data unaofanywa ardhini, satellite hii ya kisasa imejengewa modeli kubwa za AI na inaweza kuchakata data papo hapo. Uwezo wake wa kuchakata data kwa wakati halisi ni hatua kubwa katika kukabiliana na majanga, kwani unatoa taarifa za haraka na hivyo basi kuwezesha wahusika kuchukua hatua za haraka zaidi. To accurately monitor the complex geographical features and other objects in cities, especially megalopolises, on Earth, we've designed a sub-meter high-resolution optical remote sensing camera for this satellite. This way we can conduct a more detailed monitoring of the environmental features in Hong Kong and the rest of the Greater Bay Area to serve our objectives in fields such as disaster prevention and mitigation, smart transportation, and ecological protection. Kwa wapangaji wa miji, upatikanaji wa data yenye ubora wa juu kwa wakati halisi utarahisisha upangaji bora wa miundombinu, usimamizi wa trafiki na ufuatiliaji wa mazingira, hivyo kusaidia maendeleo ya kisasa ya miji. Sifa nyingine muhimu ya satellite hiyo ni kamera ya optiki ya uchunguzi wa mbali yenye uwezo wa kupiga picha na kurusha data kwa eneo la chini ya mita 1. Teachers and students at our university are directly participating in the research and development as well as application of the satellite. In the future, we will establish a data operations center in Hong Kong to leverage the region's strength as a global hub so that we can provide data services for the sustainable development of cities across the world. Soko la nyumba nchini China lilionyesha dalili za kuimarika mwezi Januari baada ya kasi ya kushuka kwa bei za nyumba katika miji mikubwa na ya kati kupungua ukilinganisha na mwezi uliotangulia. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo.
Takwimu rasmi za China zinaonyesha kuwa katika miji minne ya daraja la kwanza, yaani Beijing, Shanghai, Guangzhou na Shenzhen, bei za nyumba mpya zilishuka kwa wastani wa 0.3% kwa mwezi wa Januari, huku bei za nyumba zilizotumika zikishuka kwa 0.5%. Hata hivyo, kiwango cha upungufu huo ni kidogo kuliko kilichoonekana miezi ya karibuni, ikiwa ni ishara ya kupungua kwa msukumo wa soko kushuka. Katika miji 31 daraja la pili, bei za nyumba mpya zilishuka kwa wastani wa 0.3% kwa mwezi, na nyumba zilizouzwa tena zikashuka kwa 0.5%. Kwa upande wa miji 35 daraja la tatu, bei za nyumba mpya zilipungua kwa 0.4%, huku zile za mauzo ya pili zikishuka kwa 0.6%. Mwelekeo huu unaonyesha kuwa soko bado liko chini ya shinikizo, lakini kasi ya kuporomoka kwa bei inapungua taratibu katika maeneo mengi. Kwa kulinganisha mwaka hadi mwaka, bado kuna presha ya kushuka kwa bei, huku upungufu ukiwa mpana zaidi katika ngazi zote za miji. Hii inaashiria kuwa ingawa kuna dalili za nafuu kwa kipindi cha mwezi hadi mwezi, soko bado linapitia hatua ya marekebisho ya muda mrefu. Serikali ya China imeendelea kutoa msaada wa kisera kwa sekta ya mali isiyohamishika, ikilenga kujenga mfumo mpya wa maendeleo unaoendana na mabadiliko ya mahitaji na usambazaji wa nyumba. Viongozi wa sera wamesisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuinua ubora wa maendeleo katika sekta ya makazi badala ya kuzingatia tu kasi ya ukuaji. Waziri wa makazi na maendeleo ya mijini na vijijini Ni Hong amesema nchi itaendelea kutumia sera zinazolengwa kwa kila mji kulingana na hali yake. Mkakati huo unajumuisha kudhibiti ujenzi mpya usio wa lazima, kupunguza akiba ya nyumba zisizouzwa na kuboresha ubora wa makazi mapya. Aidha, serikali imeahidi kusaidia mahitaji halali ya ufadhili kwa waendelezaji wa miradi ya nyumba pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata nyumba za mahitaji ya msingi na zile za viwango bora zaidi. Hatua hizi zinalenga kurejesha utulivu wa soko la nyumba, huku zikihakikisha maendeleo endelevu ya muda mrefu katika sekta hiyo muhimu ya uchumi. Na mmiliki wa duka maarufu la mtaani mjini Chongzhou, mkoa wa Henan, katikati ya China, amejipatia umaarufu mkubwa mitandaoni kutokana na mitindo yake ya kipekee ya kutengeneza chapati za maji. Zakia Pong ana mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mmiliki wa duka maarufu la mtaani mjini Zhengzhou, mkoa wa Henan, katikati ya China, amepata umaarufu mkubwa katika mitandao ya kijamii kutokana na mitindo yake ya kipekee ya chapati za maji. Yang Qiankun, mwanaume mwenye umri wa miaka 27, anaweza kupika chapati za maji za kuvutia zenye umbile la wanyama, wanasesere, mabaki ya kitamaduni na hata meli za kubeba ndege za kivita na helikopta. Chapati maji hizo za mitindo ya kipekee zimekuwa maarufu sana kwa wanafunzi wa shule za msingi mjini humo kutokana na aina ya kipekee ya mitindo na bei nafuu. Yuan moja kwa chapati moja. Video za Yang zinazoonyesha mapishi ya chapati maji na mauzo zilipata umaarufu haraka kwenye mtandao wa kijamii wa Douyin, ambao ni mbadala wa TikTok nchini China, na kuvutia maelfu ya wafuatiliaji ndani ya wiki chache tu. Kwa mujibu wa Yang, ana zaidi ya vigezo 10 vya mitindo kwa chapati za maji vinavyohusisha maeneo kama sekta ya kijeshi, wanyama, usanifu, majengo, mabaki ya kitamaduni na vyakula vya baharini, ili kutimiza mahitaji ya wateja wengi wadogo. Wakati mwingine pia anapata mawazo kutoka kwa wafuatiliaji wake wa mtandao wa kijamii kupitia chapati maji zake. Akiwa na shahada ya uzamili ya uhandisi, Yang
alikuja na wazo la sanaa ya chapati za maji wakati alipokuwa akijifunza ujuzi wa mapishi kutoka kwa baba yake baada ya kuacha kazi yake ya awali. Anasema kwamba mara ya kwanza alishangazwa na mwitikio mzuri kutoka kwa wateja wake, wanafunzi na wafuatiliaji wake wa mtandaoni. Sasa anajihisi furaha kwamba chapati maji zake zinaweza sio tu kuondoa njaa kama chakula, bali pia kuendeleza furaha kwa watoto na watu wazima kama zawadi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na katika sehemu ya Jifunze Kichina, mtazamaji, katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第3课，你的铅笔呢？ Sikiliza rekodi hii na usome. 房间，房间。床，床。桌子，桌子。铅笔，铅笔。电视，电视。椅子，椅子。书包，书包。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 里面，里面。上边，上边。矮，矮。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 里面， Tafadhali soma nami maneno haya. 在里面，在里面。书包里，书包里。上边，在上边，在上边。桌子上，桌子上。矮，小矮人，小矮人。 Tafuta kofia. Sikiliza rekodi, tafuta kofia kwa kutumia kila neno sahihi na mcheshi atafanya onyesho fupi kwa ajili yako. Hebu tujibu maswali. Ipi ni sahihi? 房间，第一个。椅子， Ipi ni sahihi? 第二个。电视， Ipi ni sahihi? 第一个。桌子，
Ipi ni sahihi? 第一个 书包 Ipi ni sahihi? 第二个 床 Ipi ni sahihi? 第一个 铅笔 Ipi ni sahihi? 第二个 Tafuta paka. Tafadhali, tafuta mahali alipo paka. Kama jibu ni sahihi, paka atapata samaki. Njoo, umsaidie kupata samaki wengi zaidi. Samahani, paka yuko wapi? 右边 Samahani, paka yuko wapi? 下边 Samahani, paka yuko wapi? 上边 Samahani, paka yuko wapi? 前边 Samahani, paka yuko wapi? 左边 Samahani, paka yuko wapi? 后边 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.